Norway inakuwa ni moja ya nchi ambayo itaongozwa kuwa na ukimya mkubwa zaidi baada ya mapinduzi ya kimya ambayo yamefikia kwa zaidi ya asilimia 97 baada ya uundaji wa magari ya umeme. Katika mwaka huu karibu asilimia 97 ya magari mapya yanayonunuliwa nchini humo ni ya umeme au yanayotumia nishati safi. Hii si takwimu ya kawaida, ni mapinduzi kamili ya mfumo wa usafiri. Lakini swali ni je, waliwezaje kufika hapo? Miaka ya nyuma Norway ilikuwa kama nchi nyingine yoyote. Watu walitegemea petroli na dizeli kama kawaida, lakini serikali ilichukua uamuzi mkubwa kuanza kuhamia kwenye nishati safi. Hawakufanya kwa maneno, walifanya kwa vitendo zaidi. Walipunguza kodi kwa magari ya umeme, wakatoa motisha kwa wanunuzi, wakaruhusu magari hayo kutumia njia maalum na hata kuwapa maegesho ya bure katika miji mikubwa. Kwa watu wengi kununua gari la umeme kulianza kuwa rahisi na nafuu kuliko gari ya kawaida, na polepole kila kitu kikabadilika. Leo hii ukienda kwenye mji wa Norway unaweza kusikia utulivu usiokuwa wa kawaida. Hakuna kelele za injini kali, hakuna moshi mzito angani, ni magari yanayopita kimya kimya yakitumia umeme. Hatua hii pia inaendana na makubaliano ya kimataifa kama Paris Agreement ambayo inalenga kupunguza uzalishaji wa gesi chafu duniani. Wataalamu wanasema Norway sasa ni mfano hai wa kile kinachowezekana. Kwa muda mrefu watu wanaamini kuwa kubadilisha mfumo wa magari duniani ni jambo litakalochukua miongo mingi, lakini Norway imeonyesha kuwa kwa sera sahihi na maamuzi ya haraka, mabadiliko yanaweza kutokea ndani ya muda mfupi tu. Hii si tu kuhusu magari, ni kuhusu mustakabali wa dunia. Ni kuhusu hewa tunayoivuta, mazingira tunayoyaacha kwa vizazi vijavyo. Ni uamuzi wa kuchagua njia bora kabla haijachelewa, na dunia sasa inaangalia. Swali ni moja tu: ni nchi gani ambayo itafuata katika hiki ambacho Norway wamekifanya? Mapinduzi ya ukimya kwa zaidi ya asilimia 97 baada ya kuunda magari ya umeme.